Hujambo nakolika na nakukaribisha. Hii ni Talk to Diaspora. Mimi naitwa Selina, nasema asante kwa wale ambao umekuwa ukinifuatilia muda wote kipindi hiki toka nilipoanza, na tunaendelea. Lengo kubwa hapa ni kuhakikisha tunawafikia diaspora mbali, tunasikia experiences za maisha yao gaibuni, hasa wale watokao barani Afrika. Kikubwa tunachotaka kikusaidie wewe kijana uweze kufahamu yale yanayoendelea ulimwenguni, lakini pia kama una shauku siku moja ungetamani kusafiri kwenda kuishi kwenye nchi mojawapo ambayo mgeni anayekuwa naye humu ndani anatupa uzoefu, akusaidie walau kuweza kujua zile dondoo za kuweza nini nizingatie kabla sijaenda kwenye hilo taifa, kwa sababu tunasema ili uweze kufanikiwa lazima uyajue ya wenyeji kwanza, si ndio? Basi karibu sana, hii ni Talk to Diaspora. Mimi naitwa Selina. Na leo nimekuja hapa nyumbani kwa Father Miku. Yes, huyu ni padri wa kanisa Katoliki kutoka kule nchini Tanzania ambaye anahudumu hapa nchini Ujerumani. Kwa nini tumekuja kumtembelea? Tunataka kusikia nini? Ana mengi. Yamkini hawezi kumaliza yote, lakini yale utakayosikia yatakusaidia kwa usiondoke. Father, tumsifu Yesu Kristo. Asante kwa kutualika. Naona hapa mapochopocho kama yote. Leo ni maamua kuandaa kitu ambacho hakina formula, kwa sababu unajua wazungu wakitaka kupika wana formula yao, wanaita recipe. Yaani unafuata utaratibu fulani, lakini mimi nataka kupika, mimi siandikaji kitu chochote. Yaani ubunifu wangu unatoka kichwani, na napenda mambo ya ubunifu sana. Nimependa hata katika kujitambulisha ulivyoenda kiubunifu zaidi. Ubunifu ni kila kitu. Na labda kwenye mazungumzo yetu tutayaongelea baadaye, lakini pia kwa nchi ambayo tuko ni jamaa ambao ni wabunifu sana. Ukienda kwenye nyanja zote, yani huwezi kuwakosa. Ukianza kusoma topic yoyote ile ukose kumkoti Mjerumani, yani wewe masomo yako hayata. Ni vizuri. Hao jamaa kwenye filosofia wapo, kwenye falsafa wapo, kwenye teolojia wapo, kwenye sayansi wapo. Yani wameenea. Na mimi nafikiri ni mfano mzuri. Yani wewe ukitaka kutafuta kitu ambacho ni kizuri kwenye mambo ya teknolojia, mambo ya kiroho, nitakupeleka sehemu nyingine ambao utaenda kutafuta sio wazuri sana. Walituletea dini ya Kikristo sawa. Nakumbuka Wajerumani hasa Walutheri walikuwa kule Kilimanjaro, pia walikuja walikuja kwa namna fulani kueneza dini, lakini leo hii mambo yamekuwa tofauti. Tutasikia baadaye, lakini kimsingi hawa jamaa kuna kitu cha kuigwa kutoka kwao, na nafikiri yote ambaye ni mwana diaspora ama anayetarajia kuwa mwana diaspora, na kuomba ukifika huku fungua macho. Asante sana kwa kutualika Father. Tumefika jamani, wenyeji tumekuta tayari breakfast ilikuwa ishaanza, kwa naamini kabisa imeombewa, tutaendelea kula. Sasa Father, wale yote nimekutambulisha tu juu Father Francis Miku. Yamkini yupo mwingine anayekufahamu kwa jina lingine ama anafananisha huyo ndo yule ama sie. Hebu nikupe nafasi ya kujinadi. Wewe ni nani? Majina yangu kamili mimi ni Francis Miku Mali. Ukipenda kuanza na jina Father ni sawa, lakini kimsingi hayo majina pia yanatosha. Ni wa shirika la mitume wa Yesu. Mwisho wa jina langu wapi naweka kialama cha mkato, afu naandika AJ ni Apostles of Jesus, yani shirika la mitume wa Yesu. Tanzania tunapatikana kule Moshi, tuna seminari inaitwa Uru, na pale Arusha hapo sehemu Tengeru ndo makao yetu makuu kwa shirika. Na hapo pia kuna kindergarten imeanza, tuna shule yetu inaitwa Star iko kule Mbuguni. Kwa hiyo kimsingi ukitaka kuwafahamu mitume wa Yesu hasa kwa hizi shule mbili kwa Tanzania, utakuwa umewafahamu kwa kiasi kikubwa. Tunahudumu katika maparokia tofauti. Kuna wale ambao wako Dar es Salaam naijua parokia Tabata, parokia ambayo ni nzuri sana, watu wanaijua Kristo Mfalme wanaijua hiyo. Mitume wa Yesu wameongoza pale kwa muda mrefu. Hata yale majengo yaliyoko pale mengi, kusema kweli, mapadri wetu wamejenga, Padri Albini, na sasa hivi kuna Padri Mashare yuko na wasaidizi wake pale. Lakini kimsingi pia kiutume hatuko nyuma sisi shirika la mitume wa Yesu. Na kilichonileta Ujerumani, kwa swali lako la msingi, ni kwamba nilitumwa na wakuu wangu wa shirika huku kuja kama misionari. 2013 mwezi wa 11 ndio nimeingia hapa. Nikajifunza kwanza lugha miezi 6 mpaka unapata kitu kinaitwa B2. That's why kwa Kijerumani au mziki ulikuwa mzito, sikudanganye mtu. Unajifunza kitu kinaitwa Das. Ndio hizo sasa kwa Kijerumani. Ukajifunza miezi 6, baada ya miezi 6 unapata B2, ndo level ya Kijerumani unachotakiwa kupata kama unataka kufanya kazi hapa. Sasa kwa mimi kama padri nilipata B2
jumlisha, kwa Kijerumani wanaita Berufu, lakini Berufu ni kama kazi. Kwa hiyo unafanya pia kuhusu mambo yanayohusiana na kazi yako. Unajua padri kazi yako ni kuongea. Mashikishika microphone tunazizoea tu, upende usipende. Kwa hiyo nilipomaliza ile ndio nikatumwa kwenye jumuiya ama kwenye kanisa kwenda kufanya kazi. Ni kazi zile zile ambazo watu wanafanya Tanzania katika kuziendeleza parokia zile zetu, na kimsingi hapa nahudumia Wakristo katika ibada zote na kuadhimisha masakramenti zikiwa zile 7: kufunga ndoa, kubatiza, komunyo ya kwanza, mpako wagonjwa, kitubio. Yani sakramenti zote nazifanya, ukiacha zile ambazo ni lazima afanye askofu kama kipaimara na pia kumpadrisha mtu. Kama siwezi kujipadrisha mwenyewe, kumpadrisha huo sina uwezo, ni wa askofu. Hizo mbili ya macho, ila kipaimara askofu aweza kuniruhusu pia, nilishatoa kipaimara. Yani nikiwa namfungia mtu ndoa ambaye hajabatizwa, nampa sakramenti zote mpaka ndoa kwa ruhusa ya askofu. Lakini sio peke yake, ni kwamba kazi za jamii Ujerumani ni tofauti na Tanzania. Kwa hiyo padri mara nyingi unakuwa unatembelea huku mtaani huku na kule, kuweza yani ni kama sisi mitume wa Yesu tunasemaga I am going fishing, I am going to catch fish. Naenda kuvua samaki. Kimsingi sisi ni wavuvi wa ukweli, lazima uende huko ukavue samaki na uweze kuwapata. Na ni samaki wa aina zote utakayoenda kupata, watoto, vijana, wazee, wagonjwa, ambao sio wagonjwa, walevi, wasio walevi, hata wale ambao wanaita dadapoa, wote hao ni wetu. Kwa hiyo hatuchagui katika utume yeyote tutakaye. Dadapoa na kakapoa au dadapoa peke yake? Changamoto inaelekea umekaa Ujerumani imeshaanza kukuingia. Unajua Ujerumani uweze kusema tu mabwana, lazima mabibi na mabwana. Yani lazima utamke zote mbili. Kwa hiyo ukisema dadapoa kumbe kuna kakapoa. Sasa hiyo kakapoa ndio umeileta leo, msamiati mpya, tena naomba uingie kwenye kamusi. Upo. Kimsingi hao wote tunawahudumia bila kuwabagua. Na pia huku Ulaya kidogo, nyie ambao mnaelewa mambo ya LGBTQ, ni changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo huku. Tunajaribu kuwaeleza nini mafundisho ya kanisa yanakuaje. Si rahisi. Kuwa misionari huku kidogo ni changamoto ya namna yake. Na nimekuuliza hivyo kwa sababu kuna kipindi pia iliwahi kuleta, naweza sema, sintofahamu ama doa kwa kanisa Katoliki. Nimeuliza kama umejibu kuhusu huduma na watu ambao makundi unawafikia. Kuna kipindi ya marehemu Papa Francis alikuwa amesema anabariki, lakini ikaleta maneno kwenye mtandao, kanisa Katoliki limeruhusu, kanisa Katoliki hiki na kile. Mimi nafikiri Baba Mtakatifu ni watu wa media. Wewe ni mtu wa media pia, lakini watu wa media ni wajanja sana. Wanajua kuipiga hadithi ikavutia ili ikasomwa na kufuatiliwa na watu wengi, lakini title itakayowekwa. Lakini mimi ningeomba hasa wana habari waweke pia vitu, hasa vitu vinavyohusiana na misingi ya maisha ya watu. Tafadhali mviweke vizuri, sio kwa ajili ya kuvutia tu soko, lakini iwe imewekwa vizuri. Kuhusu baraka, tunabariki mbwa, nyumba, hata vyakula tulivyokula basi mmeona nimebariki. Sasa kuna shida gani ya kumbariki mtu ambaye yuko katika hali kama yeye? Ndio maana nakwambia nahudumia kila mtu. Lakini wakija wao kwamba wanataka niwafungie ndoa, ni kitu tofauti. Kwa hiyo kama Baba Mtakatifu alisema tuwapende, na hata kama ni kuwabariki, tutawabariki. Na by the way, Mungu hamchukii mdhambi, anaichukia dhambi. Uwezo kutofautisha hivyo viwili, utakuwa umefurahia. Kwa sababu wewe kama mdhambi, Mungu atakutoa katika hiyo hali na atakurudisha kwake, lakini ile dhambi ataiacha. Mfano mzuri wa mama wa Kiafrika watanielewa vizuri. Mtoto akichafuka, unamweka kwenye beseni, unamwosha. Usimwage maji na mtoto. Mtoe mtoto, mwaga maji. Habari ndio hiyo. Basi niambie maisha umeonaje lakini hapa Ujerumani? Kusema kweli maisha hapa ukimuuliza Mjerumani, mtu aliyekaa Ujerumani yote ile mwaka mzima ukaisha, ni lazima aongelee masuala ya hali ya hewa. Huwezi kuacha kuongelea hali ya hewa. Unajua mimi nilikuja hapa mwezi wa 11. Ulikuwa ni wakati wa baridi. Nilikuwa inapuliza hivi. Yaani mwanzo niliwaambia kabisa mimi hapa sikai. Wenzangu wakaniambia wewe tumekuja kama wewe hivi. Tazoea. Lakini nilikuwa ninashika kalamu hivi wakati nilikuwa nasomea lugha. Kalamu inadondoka bila mimi kujua kutoka mkononi. Mkono umeganda.
navaa makabrasha yote, sijui inaitwa handi shoe. Tulikuwa tunavaa hizo zote, tulikuwa tunavaa makofia mengi, lakini bado ilikuwa inatukumuta tu na inatukumuta kadri kila wakati kifikia winter. By the way, kwa taarifa yenu nyinyi wote mnaosikiliza na hasa wale ambao mjapata nafasi ya kuweza kufika huku kwa wenzetu Ulaya, hapa Ulaya hali ya hewa ni lazima iongelewe, kwa sababu ili ninawaambia kwa ajili ya faida yenu. Hawa jamani, vizuri sana kuweza kuotesha mazao na kuvuna. Kwa sababu muda mwingi unakuta aidha nchi iko na barafu ama kama ni joto ni la zaidi. Joto lile. Huwezi kupata miezi 4 ya muendelezo yenye hali ya hewa ya namna moja. Lazima iwe imeshabadilika. So ukikuta zao lako ni lile linaenda mwaka, kwa mfano nyinyi wa Kibosho na Wachaga mnaootesha ndizi, hapa ndizi ya kuotesha. Ikija ice inamaliza hiyo ndizi. Ni mazao mengi yatakwisha sasa. Hilo ninakuambia ili muweze kugundua kwamba mna nafasi kubwa ya kuweza kuexport vitu vyenu mnavyovilima kule kuja huko. Ni kutafuta tu partner huko. Huko watu wanaleta vitu. Hapa tunakula leo sina ndizi hapa na matunda, lakini ningewaonyesha matunda tunayokula sio Ujerumani, yanatoka either Spain ama South America kule huko Amerika ya Kusini. Sioni vitu kutoka Tanzania. Mna maparachichi. Mimi mimi kuona parachichi moja nilibahatisha. Ulibahatisha? Labda ni watu wamejiongeza ambao wameanza kufika, lakini kwa wingi wa mazao tulionayo na ukiangalia yale yaliyoko hapa Tanzania bado hawajafanya biashara. Mama akija huko akija kuongea kitu kinachoitwa bilateral trade, aje afanye madili kama hiyo, mawaziri wakija wafanye madili kama hayo, watu wawe na uwezo wa kuexport vitu kutoka. Unaweza kufanya partnership na huko na mtu wa huko hata kama wewe mwenyewe huwezi kwa ajili ya kipato, mtu wa huko kaungana naye partnership, wewe unavikusanya, anakuja anachukua analeta. Yaani sasa wanasemaje, mwisho wa ndoto ni kuamka. Lazima uamke, uanze kuishi ile ndoto uliyokuwa na hiyo. Lakini ukiendelea kubakia tu kwenye maneno na hatujafanyia kazi kidogo tutakuwa tumebaki changa maji kwenye kinu. Kwa hiyo kimsingi mjue kwamba hali ya hewa ndo ambayo dada Selina ameniuliza maisha yanaendaje huko, mimi nikasema kwa kusema kweli hali ya hewa lazima tuiongelee, ndio hivyo. Sawa, kuna vitu vingine wanalima huko lakini ni vya msimu mfupi. Wanafuga lakini kimsingi lazima utengeneze mazingira mazuri mnyama aweze kukaa. Hivi mnafikiriaga wakati kukiwa na barafu wale wanyama wanaotembea huko nje wanaendaje? Ndege usafiri kuja Afrika. Ndege wanasafiri kutoka hapo Ulaya wanakuja Afrika. Wakati kipupu kimekamata hapa. Viota vikali. Tagaje hapo ndani. Kuna nyama wengine wanawaitaga kwa Kijerumani Winterschlaf. Maana yake wanalala wakati wa winter. Wanalala tu mpaka winter iishe miezi 3. Na anakula chakula cha kutosha. Analala hapo chini hivi. Unajua usipogusa mwili wako pia ulichokila kinakaa kwa muda mrefu. Kifanya mazoezi kinasagika. Kwa hiyo huyo mnyama anakaa hivyo mpaka miezi 3 inaisha, anatoka amekondeana, lakini muda mwingine wa kula. Ifika muda kula anakula kiukweli. Sasa sisi binadamu usituone tuna friji zetu tumeweka vitu tunakula viporo, nyinyi mnafikiri tunakula vizuri. Vyakula vyote karibu 10% mnakula vyakula tunavitaga ni viporo, yani vyakula vilivyolala, kwa sababu ni lazima ukiweke kwenye friji ikae kwa muda mrefu uje. Sasa uko na masista wanakuja kuwapikia. Wewe masista wa huko ni watu wenye profession zao, aidha ni madaktari ama ni walimu. Ulaya, kwa taarifa yako, unataka kuja huko, kama mama yako akukufunza namna ya kupika utapata shida sana. Kwa hiyo ujifunze kupika. La sivyo ukiajiri mtu wa kukupikia, utahamisha mshahara wako direct kwake. Kwa bado unajipikia. Sasa kwani wewe unafikiri mambo mnayopiga hapa na kajiandalia? Hizo au waumini wanapewa azam kapike kwa papa. Kwa hiyo mtajua mtu alikuja huko asubuhi akapika akaondoka. Huyo utaweza kumlipa, acha nikwambie tu ukweli. Kwa hiyo sisi hatupikiwi, kila kitu unajifanyia peke yao. Bahati nzuri sisi mapadri ambao ni wanashirika huwa tunakaa kwenye jumuiya. Kwenye jumuiya mnaweza mkaajiri mtu lakini mnamlipa kama jumuiya. Akawa anawapikia kwa ajili ya majukumu yenu. Lakini kwa mtu kama mimi chakula cha mtu mmoja sishindi kupika. Yaani nikija kusonga ugali dakika 5 ugali tayari. Mambo ni mazuri. Mboga najua kuitengeneza. Yaani mimi chakula changu dakika 10 maximum. Kisha kuwa tayari nakula. Vinywaji vipo kwenye friji na kunywa, silewi. Maisha umepatia. Ujerumani huruhusiwi kunywa na kuendesha gari. Sio Bongo unasema gari inafahamu nyumbani. Wewe kote lakini hata unaambia don't drink and drive. Basi tu watu wanavunja sheria. Yaani na ndio ukweli, unahatarisha maisha yako na ya wengine kwa kunywa pombe na kuendesha gari. Lakini huku
kulingana na kazi itakulimit, hata kunywa kwako itakuwa ni kidogo. Pia kwa ajili ya kuendesha, kwa sababu sehemu nyingi ninazosafiri ninaenda kwa gari. Mara chache ninatumia baiskeli, na baiskeli yangu iko pale nje, niko kwa kamera haziwezi kuelekea huko, lakini mara tunaweza kwenda kuziona. Ziko hapo, yuko hapo nje, hata akigeuza kamera tu ataiona. Lakini kimsingi mimi ninatumia baiskeli wakati mwingine kwenda kwenye maeneo. Bongo ukitumia baiskeli wanasema jamaa kachacha, ana hela. Amna. Baiskeli kwanza ndio inakufanya unakuwa kimazoezi zaidi. Mtumie baiskeli pale mnapoweza, sio umaskini. Na huku by the way hata rais wa nchi anaendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli sio ishara ya umaskini kwamba hali ya uchumi imeshuka, si kweli. Kwa hiyo mara nyingi unakuta sehemu nyingine ndio kama ninavyokuambia kwamba ninazitembelea, lakini kimsingi kama ni kuendesha gari na niko kazini, kunywa hapana. Wakati mmekuja hivi na mnakuwa na muda mwingi nikiwa na watu wageni kama hivi, unaweza kidogo tukanywa, basi inakuwa ni vizuri. Wine ipo muhimu kwa mapadri. Ipo watu wanakunywa, na wala sijawahi kuhesabu kama dhambi mimi, na sijui kwa sababu sijawahi kunywa pombe nikaleta fujo mahali popote. Wala nakunywaga na kwa afya yangu, na nimekunywa na kula vya kutosha hapo Ujerumani. Na mikate, yani mikate ya Kijerumani na kitu kinaitwa saladi, mboga zinatengenezwa, yani utafikiri wewe mdogo wake sungura. Sio gezonzo wenyewe wanasema maana yake inakupa afya, ndio, lakini sio pekee. Kwa sababu baba yangu mimi hakula hicho sungura na ameishi miaka 82 sasa. Wapi na wapi hapa tunaambia okay, inategemea na mwili wa mtu na mvinyo kwa wingi. Hii ndio nchi hizo. Glühwein. Nakwambia kuna Glühwein, yani ukikutana wakati watu kuna kule Bayern, sisi tuko huko upande unaitwa wa kaskazini huko Bonn, lakini kule Bayern kule ndo kuna kuwa na sherehe ya party ya bia mwezi wa Oktoberfest. Inaitwa Oktoberfest. Hivi party kwanza, kabla hujaniambia mambo ya Oktoberfest, unaenda tutasikia Wakatoliki wala kunywa pombe yao wala nini, yani dini yao inaruhusu kulewa. Hebu waambie, hivi ni kweli hizo wanazosema, ama hiyo wakatukwambia mnapenda kunywa inakaaje? Dini inaruhusu kulewa, dini inaruhusu kunywa pombe, na kuna maandiko kabisa. Hebu waambie. Walisema ukinywa kidogo kwa ajili ya digestion ni nzuri kabisa. Mtume Paulo amesema hilo, na kimsingi sikushauri kwenda kulewa, kunywa pombe ulewe uanze kufanya vurugu, kupiga sijui mwenzi wako na nini, sikuruhusu. Kimsingi mimi ukiniambia eti Biblia ilikataza pombe, inabidi soma Biblia yote kwa. Kuna maandiko yale wape nini, wape kileo kwa sababu shida zao. Ndio maana yake sasa. Lakini ukikuta afya yako haikuruhusu kunywa na inaweza ikawa hata sio dini, basi wewe usinywe. Na pia ukiona kwamba ukinywa wewe ni kizunguzungu mtaani, tulia. Tuache sisi ambao tuko timamu. Jamani, sio watu wanakunywa huko, lakini pande nishasema msinywe iko kulewa, kunywa kwa digestion, kunywa kwa afya. Mtu anayetaka kutoka Afrika kwenda nchi za Ulaya, mambo gani matatu tu ya msingi ambayo nikikwambia mshauri unaweza kumwambia? Kwanza ajue hiyo nchi inaongelewa lugha gani, ajifunze hiyo lugha. Pili, ajifunze pia kwenye hiyo nchi tabia. Siku hizi mambo mengi ukigoogle tu unaona tabia za hizo nchi ni zipi, wana tabia gani, wanapenda vitu gani. Na pia ajue fursa kwenye ile nchi. Unajua fursa hazilingani. Kwa taarifa yako, Ujerumani sasa hivi kwa ratings ndio superpower ya Ulaya. Yaani kimsingi nchi ambayo ina uchumi mzuri, miundombinu mizuri kuliko nchi zote kwa Ulaya ni Ujerumani. Kwa hiyo ukitaka kuchagua pia chagua na nchi. Kama unaenda kifursa, chagua nchi ambayo ina fursa nzuri. Mambo yako yanaenda haraka. Yaani kimsingi wakati unapanga lazima hivyo vitu viangalie. Kama zamani tulivyokuwa tunaambiwa, ukitaka kufanya biashara vitu vya kuzingatia, kuangalia miundombinu, barabara zikoje, transport, umeme upatikane wa maji, pia upatikanaji wa soko. Ndio kuzingatia ili uweze kufaulu kwenye biashara. Na hivyo ukitaka kuja huko nje. Kwa sababu ukija hapo uongee hiyo lugha, hata wakikupa kazi, unawasilianaje na watu sasa? Ukija hapa hujajua kwamba unaweza ukaje kipato chako ukawa unachopata, yani ukasema ni kwa nini sikubaki Tanzania. Kwa hiyo hivyo vitu ni vya kuangalia, na pia mahusiano ya watu ni vipi, wanahusiana wao kwa wao, hasa kwa watu wa nje. Kuna nchi fulani zina upendeleo kwa nchi fulani Afrika, hasa kulingana na historia ya ukoloni. Kwa mfano nchi za West Africa nyingi wanapenda kwenda Ufaransa.
Na unakuta kwamba yule mtu anaongea Kifaransa. Nchi za Kiafrika wengi labda kama Tanzania wengi wangependa kwenda Uingereza ama Marekani kwa sababu unaongelewa Kiingereza. Lakini sio nchi peke yake zenye fursa na nafasi nzuri. Ujerumani lugha ni ngumu, lakini pia maisha yake ni mazuri kiuchumi. Watu wanasemaga Wajerumani sijui nini, wanabagua. Uongo. Okay, ubaguzi uko kila mahali. Yeah. Hata Tanzania kuna ubaguzi tu. Yaani huo ni ule wa kawaida. Mtu usiogope kuja huko, wale wabaguzi sijui wanajulikana dunia nzima walifanya hiki. Mambo ya zamani. Acha mambo ya historia. Sisi tunajenga ya sasa. Hawa jamaa walinipenda. Hata kuna mama mmoja nilikuwa naandika mhubiri yangu kwa Kiingereza. Yeye alikuwa na mwalimu wa Kiingereza na dini shule. Kwa hiyo alikuwa anasaidia kutafsiri yale mahubiri kwa Kijerumani. Alafu mume wake alikuwa ni shemasi kanisani, lakini ni mashemasi sio wale wa mpito. Kwa sababu kwenye kanisa kuna shemasi wa mpito ambaye anakuwa shemasi kwa muda alafu anapata upadri. Lakini kwa hao wa Kijerumani wanaitwa permanent deacons. Maana yake ni mashemasi wa kudumu. Yaani anakuwa shemasi na anaoa, ana mke. Ndio maana nasema mume wake alikuwa. Maana yake shemasi alikuwa ni mume wa mtu. Na ni Mkatoliki. Hiyo ndio sio kashtuka jamani. Ni taratibu za Kikatoliki. Kwa hiyo alikuwa ameoa. Sasa mume wake nilikuwa naendaga jioni unasoma kile Kijerumani utakachoenda kuwasomea watu. Unajua Kijerumani ni lazima matamshi yako yawe sahihi. Kuna vitu vingine ukitamka kiajabu ajabu inabadilisha maana kabisa. Siku moja bwana mimi niko na watoto. Si nikataka kuongelea kuhusu usiku, nikamwambia watoto kitu kilichotokea usiku. Sasa usiku kwa Kijerumani unaitwa Nacht. Umesikia hiyo Nacht. Lakini mimi nikasema Nacht. Mmoja akanifuata. Yaani hata mtoto akanifuata akaniambia father umesemaje? Nikamwambia nisema Nacht. Akasema father unajua Nacht ni kuwa uchi. Ambaye mtoto mbona unaheshima mbele wakubwa? Unamwambia kadri hivyo. Lakini ni ukweli kimsingi Nacht ni uchi, lakini Nacht ni usiku. Kwa hiyo huyo mzee alikuwa ananisaidia katika matamshi. Mimi vijana wote walioko mahali popote, watoto wanaosikiliza, yani kimsingi ukipata lugha ya kigeni ya kujifunza usiogope. Mimi nilipata nafasi ya kujifunza Kijerumani nilipokuwa secondary school. Nikadharau, nikasema yani mimi na Ujerumani, mimi niko bongo hapa. Mbona lugha Kiswahili? Lakini baadaye nimekuja kujutia, nikasema ningejifunza. Na nilikwambia pesa niliyolipa kusoma mpaka B2 mwezi mmoja nilikuwa nalipa euro 3000 mwezi mmoja, kwa sababu hiyo shule nilikuwa nalala pia huko chakula kila kitu. Kwa hiyo euro 3000 kwa mwezi. Na umesoma kwa muda gani? 6 miezi. Cha kushangaza siku hiyo nimefika. Nimesema nimeshajifunza grammar nyingi Kijerumani ninakipiga hizi. Nikaingia kwenye mkutano tumekaa kwenye meza hivi kama tulivyo hapa. Ukasema wewe ni Kijerumani. Ujaribu nini watu waanza kuongea? Uelewi. Sielewi. Yaani kuna mama alikuwa anaongea kama cherehani. Sasa tricky ilikuwa ni kwamba akiongea ili usiwaboe, kwa sababu kila mmoja akiwa unauliza bibite ni umesemaje tafadhali. Baada kusema bibite kila mmoja akiongea, mimi nilikuwa kile kitu kiongelewa ninasema yani ndio kwa Kijerumani hata kama kitu sikuelewa. Sasa kwenye ule mkutano bahati nzuri kulikuwa na jamaa mmoja IT wa parokia. Yeye alikuwa anaongea Kiingereza. Mkutano ulipoisha nikamvuta pembeni, kamwambia mkuu, ulikuwa unasemaje? Sina nilichoambulia. Akaniambia mbona umeitikia? Vitu vyote ulivyokuambia umeitikia. Sasa mimi ningefanyaje? Wewe watu wengi kama wale uanze kuuliza sijaelewa na umewaambia umepata B2. Si watakurudisha. Akanielezea majukumu niliyopangiwa yote niliyoitikia, nikaandika kwa Kiswahili ili nielewe haraka hata Kijerumani nilichojifunza nimesahau hizo. Basi mimi ni tabaliza hivyo kidogo nikazoea. Wale walikuwa mtu anaongea mwanzo nasikia anaongea kwa speed, lakini unavyowazoea basi unaanza kuelewa huyu akisema hivi amemaanisha hivi, akisema hivi amemaanisha hivi. Hivyo ibada nilikuwa nazifanya kwa sababu ibada vitu vingi unasoma kwenye kitabu. Ni mahubiri tu utaandaa kutoka kwenye kichwa chako nini kutumia. Hospitali kwanza. Ibada ulikuwa unafanya kwa lugha ya Kijerumani? Hicho Kijerumani chako cha hapa kila kitu nakwambia ni Kijerumani. Yaani ukishafika hapo ukitaka kuishi Ujerumani
Wewe unayekuja kutoka unakotoka ujue Kijerumani. Okay, lakini siwatishe sana, labda kwa kukatisha hii elimu Ujerumani kwa wale ambao wanataka kuja kusoma chuo kikuu. Ni kitu kimoja kirahisi sana kiasi kwamba Ujerumani kimsingi hata ada uweze kusema ni ada unalipa. Sasa hivi mimi niko chuo kikuu. Nataka kufanya doctorate, lakini chuo kikuu kimsingi kwamba pesa ninayolipa haifiki hata euro 400 kwa semester. Maana yake kwa mwaka ni kama euro 600 au unaweza kusema 500, inategemea na chuo. Sasa pesa ambayo utailipa nyingi ni kupata sehemu ya kuishi, makazi. Hapo utalipa ila, lakini kwenye elimu chuo kikuu rahisi sana. Mimi ninawashauri vijana wanaotaka kuja kusoma waje haraka sana, kwa sababu elimu ni nzuri na ya uhakika. Alafu unajua kwa nchi kama Ujerumani kiteknolojia wako mbele. Kwa hiyo ukisomea hapa unatoka na vitu vingi sana. Sio ile elimu ya darasani sijui unajifunza chemistry, mambo ya titrate na kupipette na no. Hapa ni practical, vitu vingi unafanya practice sana. Kwa hiyo ukisomea hapo unafiti dunia nzima, yani unaenea kila mahali, watu wanakutamani wewe. Elimu nzuri huipata mtu wakati akiwa anazuru sehemu tofauti. Nilikuwa naangalia kwenye internet, nimeshangazwa sana. Nikaangalia Watanzania walioko Ujerumani, kimsingi hata statistics takwimu haziko sawa. Lakini wanaonyesha makundi na watu hawazidi 1000. Jirani zetu Kenya, Ujerumani unajua wako ngapi? 15,000. Wow. Nigeria wangaikaje? 83,000 wako hapa. Nchi kama Morocco ambayo ni kaskazini mwa Afrika, hapo wako zaidi ya 150,000. Watanzania wana uoga fulani. Wamejengea kiuoga cha kutokutaka, wamejijengea kwa Kiingereza wanaita comfortable zone. Mtu anaya nini? Niende nikafanye nini? Wanasema mtoto anayesema kwamba mama yake ndio mpishi mzuri kuliko wote hajawahi kula chakula cha mtu mwingine. Kweli. Yaani hakuna maendeleo yatakuja kwa wewe kukaa chini ukisubiri. That's very true. Lazima utembee, lazima ujibidishe. Vijana wawe wachakarika. Na msifikiri kuchakarika ni Tanzania tu. Wewe unalilia kukaa hapo Tanzania, mshahara wako unaopata hapo Tanzania. Ukiangalia mtu hapo Ujerumani sawa, hali ya maisha pia huko ni ya hali ya juu, lakini kile kitu atakacho save mtu hapa. Na kuambia mshahara wako akisave kidogo tu anakupigia miaka 2 3 anafanya kitu kama maendeleo. Kama maendeleo wewe utakaa umezoea utaratibu wako. Sisemi vijana wakimbie tusiwe na nguvu kazi Tanzania, lakini pia wako wengi. Kwa Tanzania si mko zaidi ya milioni 60. Sasa hiyo milioni 60 mnakaa hapo nyumbani tu, mnakanyaga tope lile hadithi zenu ni zile karia koma zenu. Wanapanda leo ameamka na kijana, lakini sio mbaya. Wanasema mwarobaini ni mchungu lakini ni dawa. Tuendelee kunywa, tutapona, hakuna namna. Ukija huku hata ukiacha kusoma, ukirudi Tanzania unabadilisha mazingira ukilinganisha na huko. Utajifunza biashara, utajifunza jinsi barabara zinavyojengwa, nyumba zinavyojengwa kama wewe ni engineer. Sio mnatujengia vitu gari linapita linabomoa. Kusema kweli mimi sikudanganyi. Maendeleo yao ya nje. Hii hapo uwezi. Yaani ukiangalia miundombinu, vitu vyao walivyovijenga, nyumba ikijengwa, ukiangalia kila kitu kinavyokuwa ni vizuri, lakini tumia babu mpaka mjukuu. Unajua zamani tulikuwa tunasemaje? Unataka kununua vitu vya umeme made in Germany. German machine. Ama made in England. Na huku angalia watu walivyo wajanja. Mizigo ile ambayo ni mizito inasafirishwa kwa kutumia nini? Train. Au meli. Meli haivunji maji. Maji hayavunjiki. Watu wajanja. For means of transport zina njia zake ili kuepusha matatizo barabarani. Kwa sababu mzigo ukiwa mzito sana kwenye gari, ni gari ya kusafirisha hii. Tunakutana nayo kwa barabara. Nashukuru serikali ya Tanzania ikianza na Magufuli kwenye miundombinu walikuwa wanasaidia hii kuanzisha trains. Training ni muhimu sana hasa kwenye usafirishaji wa mizigo. Barabara haziharibiki. Hata kama nimekaa ugaibuni huko miaka 10 lakini bado Tanzania naipenda sana. Kitu kimoja ambacho mimi ninamuomba rais pamoja na viongozi wetu, jamani, ilikuwa nawahamasisha vijana waje huku, lakini unajua wengine walioko diaspora wanakwazika kwa sababu hatuna uraia pacha. Nchi hizo zitoa mbili kama mfano, Kenya na Nigeria. Wote wana uraia pacha. Wale wanakusanya mapato yao hapa yanapelekwa nchini kwao kwa ajili ya kuendeleza kiuchumi.
Uoga tulionao Tanzania ni uoga ambao unaweza ukatatuliwa. Kama wao unasema sijui tukiwaleta hao watu watamiliki ardhi yetu, watatuchukulia mali zetu. Tengeneza sheria nzuri bungeni. Wabunge waende pale, acheni mambo ya kuzozana. Ukitengeneza sheria zako zinaeleweka, hamna mtu anaweza kuchukua mali yako. Tupe uraia pacha, tunakuletea mapato. Jamani, hicho ni kilio cha Father Miku hapa, lakini pia ni kilio ambacho nimekisikia kwa baadhi ya diaspora ambao nimezungumza nao wasa wa Tanzania kuhusiana na swala la uraia pacha. Of course tunafahamu mchakato ulikuwa unaendelea, vitu kama hadhi maalum na mengineyo. Kwa hiyo hebu ngoja tuone, tuiachie serikali nafasi, itafanya kazi yake. Tuko hapa nyumbani kwa Father Miku, hapa ni nchini Ujerumani. Boni Gronau ametualika hapa kuja kuweza kusikia mawili matatu kuhusiana na experience yake yeye kama Tanzania anayehudumu ama anayefanya shughuli zake nchini Ujerumani. Kidogo tumeanza hapo mazungumzo kabla ya habari ushasikia, lakini tunaendelea. Tutaenda kuyasikia mengi, atatufungukia hapa. Endelea kwa nasi. Ulikuwa unauliza kuhusu miaka hapa. Umekaa miaka hiyo umeshanitajia. Kwa mimi nataka kufahamu wewe kama kiongozi wa kanisa Katoliki na umekuja huko, unasema ulikuja kusoma lugha, unafanya huduma. Nataka kufahamu huduma unaoifanya ni ibada tu ama na unafanya vitu vingine? Remind you, umenidokezea Tanzania ulikuwa unafundisha. Je, taaluma yako ya ualimu inaendelea ama huko umekuja kufanya huduma za kichungaji peke yake? Ama kuna vitu vingine pia unavifanya? Mimi kama padri nina moyo wa kipekee kwa vijana na watoto. Yaani ndio vitu ambavyo nilipenda sana kwenye maisha yangu. Usaidizi wangu unakuwa ni hivyo. Ulivyosema ni ukweli, kazi yangu ni kama padri ni kuadhimisha sakramenti. Kwa Katoliki wanazijua ziko 7, kuanzia misa ni moja kati ya sakramenti ninazoadhimisha. Maana kuna kitu kama kufunga ndoa, nayo ni sakramenti, kuna ubatizo, kuna kitubio. Muhimu hiyo. Ndio mwenyewe upo. Taje jamani. Kwa hiyo sakramenti zote hizo ninaziadhimisha ndani ya eneo la parokia. Na by the way huko ukisikia parokia sio kama Bongo. Padri labda anakuwa kwenye parokia moja amekaa, huko tunazunguka. Kwa mfano mimi mpaka weekend hicho lazima niwe nimeshazungukia parokia 4 nikifanya huduma. Zote ni parokia, sio vigango. Bongo vinaita vigango, maana yake ni sehemu cha kanisa. Lakini huku ni parokia, ilikuwa parokia lakini kwa ajili ya kushuka kwa namba ya Wakristo. Inabidi zote ziwekwe chini ya padri mmoja kiongozi, ambaye ndio mnamuitaga paroko, baba paroko kule Moshi. Ama kule Tanzania. Lakini hapa yeye anahudumia parokia zilizokuwa zinajisimamia. Majengo yake ukiona niko kwa leo tuko kwangu tu ningekuonyesha majengo ya kanisa mazuri. St. Joseph pale da. Yaani ile bwana mdogo. Ile ni bwana mdogo lakini ukiangalia sauti na St. Joseph inajaa. Siku za Jumapili hapa. Yaani wewe ukipata Wakristo wamekuja wengi siku ya Jumapili, utajikuta unacheza na watu 60. Yaani hata wafiki 100. Alafu unaangalia jengo nzuri, system nzuri, microphone nzuri, kinada la kutisha linampaka mapipe kule juu likipigwa tu mwenyewe. Kengele kama mbinguni. Sasa nashangaa, lakini kimsingi namba ya Wakristo inashuka, si kwa sababu of course population pia. Population ya Ujerumani hatuwezi tukasema kwamba ni kubwa sana ukilinganisha na Wakristo. Okay, population wa Wajerumani wana milioni zaidi ya 80 wametupita, japo kinchi ni kidogo. Ujerumani inaweza ikaingia kwa Tanzania kama mara 3. Lakini wana population kubwa kwa sababu watu wengi ni wakuja huko. Maana wa Tanzania wanashangaa, wewe elfu kitu gani hapa? Hebu njioni huko. Sasa kwa hiyo hapo Ujerumani wanataka nguvu kazi, kwa sababu niende kwenye hili haraka kabla sijamaliza kujibu swali lako la kitu tunachofanya, lakini hii ni muhimu kwa hasa kwa wale wanaosikiliza. Kwamba Ujerumani kidogo hapa kuhusu kuzaliana, kuongezeka kwa watu ni ngumu kwa sababu enlightenment, kipindi cha enlightenment hawazaliani, maana yake na nguvu kazi hamna. Na nchi yoyote duniani kama haina nguvu kazi, hata kiuchumi lazima idorore. Kweli wapo watu wengi wameoana hawana watoto. Kuna mmoja nilimuuliza, "Mheshimiwa vipi?" Akaniambia, "Kuliko nizae mtoto ni mtunzi mpaka afike miaka 18. Hizo hela zote ningejenga nyumba nikapangishia. Hiyo nyumba itanisaidia wakati nikiwa mzee." Unasikia? Hivyo ndo wanatoa. Wakati mimi mamangu amezaa watoto 9 wala hakulalamika. Sasa mimi ninashangaa. Kurudi kwenye swali lako kwamba huko kama ninafanya kazi na vijana
na watoto. Lakini kwenye eneo lile la kanisa, sio kwenye shule. Kimsingi ninawatembelea kwamba nikienda kwa mfano kindergarten, nikienda shule ya msingi kule. Kwa hiyo huku mimi ninadili na vijana kama hao kuanzia kindergarten, naenda naongea na wale watoto kwa sababu ninawahitaji, watakuja ni wa train kwa ajili ya komunyo ya kwanza. Baada ya komunyo ya kwanza. Kwa hiyo unamaanisha kwamba vijana ambao unawahudumia ni masuala hayo ya dini, unawafundisha ni mambo ya dini, lakini unajua Ujerumani ni tofauti. Mambo ya kukramu huko hamna, vitu ni practical. Unaweza kushangaa tunafanya mafundisho ya komunyo ya kwanza, lakini badala ya kukaa darasani kumwambia mtu kuna sakramenti ngapi, ziko 7, Mungu ni nani, Mungu ni baba yetu wa mbinguni, hamna kitu kama hicho. Unakaa pale nje, mnachoma nyama, mnakula na watoto, unawaelezea watoto, mnaona tunavyokula chakula kinavyokuwa kizuri. Ndio hivyo Yesu alifanya na wanafunzi wake. Umaanza, so it's more practical. Kila kitu ni practical, iwe dini iwe nini. Sasa ukishakuwa wanakundoa, wanakuuliza eti Yesu alikaa na wanafunzi wake wa kila, huyo ni nani? Unaona? Umepata nafasi ya kumuelezea nani? Yesu. Hivyo. Kwa hiyo hivyo ndio tunamfundisha. Kwa hiyo ukienda unamfundisha mtu mambo ya social ni nini kwa Kiswahili? Jamii. Mambo ya kijamii, unamfundisha mambo ya kidini, na pia anajifunza mambo, kwa sababu elimu kimsingi ni kujua vitu vingi ambavyo vinatuzunguka vya kutusaidia katika maisha tunayoishi. Kwa hiyo ndio hivyo, huku sisi kujifunza iwe ni elimu ya kanisa ama ni inachanganya zile elimu zote. Na pia ni muda wa kukaa na watoto. Mzazi anafurahi sana unapomchukulia lisali moja kukaa na watoto wake, naye akapata kitu cha kufanya lile lisali moja bila wale watoto. Unaona? Ni symbiosis wanaita kwa Kiingereza. Ni vitu vya kutegemeana. Kwa hivyo, kwa hiyo hapa kuna ule utegemezi wa sekta moja kutegemea sekta nyingine. Kwa hiyo si kwamba ni kuwafundisha watoto dini hawajifunzi vitu ambavyo ni vya shule, bado wanajifunza. Na lazima kama padri uwe all round, unajua hivi vitu vyote. Hongera. Sasa padri, uligusia pia hapo kuhusiana na uwepo wa majengo, yani ya makanisa mengi mazuri yanayovutia, naona basisha kuabudu. Na ukitazama historia, dini zilianzia huku toka aletewa Afrika. Lakini sasa hivi mwamko wa watu kwenda nyumba za ibada, kushiriki ibada. Nikikunukuu hapo umesema chache, unaweza kukuta jengo kubwa ukipata watu wengi 60. Unless labda ni misimu ya sikukuu kama Christmas, Pasaka, ile kidogo inakuwa na mwamko. Lakini hizi siku za kawaida za kuabudu, wao kama waasisi naweza kusema imepunguza nguvu. Inasababishwa na nini? Enlightenment. Ni kipindi kile ambapo ulikuwa na wanafalsafa, wanasayansi na ugunduzi wa vitu vingi. Industrial Revolution, mapinduzi ya viwanda yaliyotokea huku. Yote yalichangia watu wakaanza kuwa na vitu vingi, wakaanza kuwa na means ya kuendesha vitu, wakaanza kuongelea kuhusu uhuru wa watu, mtu ana uhuru wa kufanya kitu anachotaka. Wajua sisi kwetu, wewe umezaliwa pale nyumbani, eti mama yako na baba yako wanaenda kanisani, wewe unasema mimi ninalala, wewe viboko vitakuhusu. Hautakula hata chakula mchana. Mimi nakumbuka mama alikuwa anatuambia nende, sisi misa yetu ilikuwa ni ya pili. Kwa sababu kwetu misa ya kwanza ni ya wazee, ya pili ilikuwa ya watoto, ya tatu ni vijana, ya nne ni mchanganyiko wale wote ambao ni wavivu kwenda kwenye misa yao. Wanaenda ile ya nne. Walolala. Lakini sasa sisi misa ya pili ukienda japo mama akuepo, ukirudi nyumbani anakuuliza injili ya leo ilikuwa inasemaje? Sasa ngoja ukuta uingie kanisani chako. Kwa hiyo mama alikuwa anajua namna ya control. Kama mtoto ameenda kanisani ama hakuenda. Hiyo ndio nitajesa ya chakula. Chakula chako kitapunguzwa siku hiyo kama huwezi kuelezea vizuri injili ilikuwaje. Kwa hiyo huku huwezi kumfanyia mtoto kitu kama hicho. Anaita polisi. Mzazi unashikwa. Eti unamlazimisha mtoto akasali. Tangu lini? Unajua ni kwa nini wao ilikuwa ni rahisi kupenyesha dini yao kwetu? Kwa sababu tulikuwa na uhitaji. Kama tunahitaji pesa, material, wanakuja wanakupa, lakini wanakukondisha. Ukitaka kupata hivi tu uje Jumapili kanisani. So utaenda. Lazima. Hapa sasa unamponga nani? Elimu bora wanaleta elimu bora. Watoto wao wa Kristo. Sasa wewe hapa unamponga nini ili aje kanisani? Ni ngumu. Ukiangalia vijana wengi wanahangaika kutafuta mafaranga, pesa. Imani ameweka kando. Imani anaweka kando kwa sababu na Mjerumani kama kufanya kazi. By the way, Mjerumani akikuajiri, ile style ya bongo ya kutundika koti nyuma ya kiti, unaondoka unajifanya ulikuja ofisini. Sio Ujerumani.
Mjerumani atakucontrol ukiwa unafanya kazi masaa 8 utafanya yote. Kwa sababu simu itapigwa, watafuta vitu vingi. Mimi nilipokuja hapa mara ya kwanza, ndani tulikuwa na simu zile za ndani. Landline inaitwa. Siku hizo wametupa mobile. Popote ulipo atakupigia na atakupata na utafanya kazi. Wanajua kucontrol, wala hawakuambiwa na kucontrol. Lakini kimsingi Mjerumani atakucontrol utafanya kazi. Sasa hebu angalia stress kama hiyo ya kufanya kazi zile siku 5 za wiki. Weekend huwezi kumpata kijana anasema naenda kanisani. Kwa ule sio tulivu, anataka kufurahia, aende labda kama ni beach. Hizo siku za weekend ndio vijana wanafanya. Watu wanakuja kanisani ni wale wazee. Kwa hiyo hii kutoa ule uhuru ni moja wapo, kwamba uweze kumlazimisha mtu. Dini sio kitu cha kusisitiza. Nimekwambia sasa hivi watoto siwafundishi maneno ya kukrema Mungu ni nani, ana nafsi ngapi. Uwezi kumfundisha mtoto wa Kijerumani kitu kama hicho. Ni lazima ije katika story na jinsi unavyoielezea ajue hivyo vitu vinakuja. Practically na vitu vingine hata umuelezee inakuaje. Kwa hiyo kimsingi hapo ufundishaji wa dini ni tofauti na ilivyokuwa huko, na kwa ajili ya hiyo liberalism, freedom, uhuru wa watu wanaamua wanavyotaka. Inakupa shida? Inakupa shida kama kiongozi wa dini? Lazima ikupe shida, kwa sababu unatumia nguvu nyingi sana lakini matokeo ni kidogo. Nguvu naingiza nyingi kuliko ningezitumia Tanzania. Hizi nguvu ninazotumia hapa ningezitumia Tanzania, yaani mkuta taifa linaimba tu Mungu. Lakini hizo nguvu utazitumia. Mimi watoto wanakuja komunyo ya kwanza, kwa sababu unajua komunyo ya kwanza ni sehemu, Mjerumani akijua ni sehemu ya sakramenti, lazima watakuja wataipata. Akishaipata komunyo ya kwanza wanapotea, utawaona. Sasa hebu angalia nguvu ulizotumia kuwafundisha watoto wa komunyo ya kwanza, tuseme 100. Alafu kwa bembeleza ukawaambia waje utumishi, waje kutumikia mesa. Kati ya 100 wanakuja 3. Ministrant. Wewe uone kwamba hiyo nguvu input ni tofauti na output completely. Kwa hiyo inakupa shida. Hao watu utawasubiri wakatokuja kufunga ndoa. Wataanza tena kuja. Watakuja tena kwa sababu wanataka ile sakramenti. Akiwa hiyo sakramenti ukimwambia aje kila siku ndani ya wiki atakuja mpaka aipate. Akishafunga ndoa. Sio anakuambia kwa kijana bwana ufika zile. Inasikitisha lakini ndio hivyo kama ulivyosema. Na inabidi ukubaliane. Inafikia mahali unazoea. Masifu wanasali sasa kama hizo misa za Jumapili watatu. Masifu nani asali masifu? Masifu hapa yani kabisa okay, wazee wapo. Kuna kanisa moja hapa linaitwa Mtakatifu Winfrey. Kila asubuhi saa 1 kuna masifu. Naenda pale kuna wazee wanakuja kama wawili. Wanajijua yani utafikiri na wao ni mapadri hivi. Na wao wanaziongoza. Mimi pia nafika ule sehemu ya kubariki ndo na wabariki. Lakini masifu wanaongoza hao wazee wanayajua vizuri sana, lakini ni wachache. Utawahesabu. Utawahesabu. Watu wengi. Na sasa ukiangalia kwa wimbi la sasa hivi ambapo vijana kanisani hawakwenda, hata akija kuwa mzee usitegemee kwamba atakuja kwa sababu hajui. Imefikia sehemu ya kujua kwamba tunawahitaji wa Kristo, sio wa Kristo wanatuhitaji. Wakati watumishi wa Mungu, mapadri, wachungaji watakapofikia sehemu kama hiyo kujua kwamba amekuwa mchungaji kwa ajili ya wale watu, wasingekuwepo hahitaji kuwa mchungaji. Soma kitabu cha Ibrania sura ya 5 kinakwambia padri ni nani? Mtu anayechukuliwa kutoka kwa watu akapelekwa sehemu wakamtrain wakamrudisha kwa watu. Ahudumie. Sasa wewe ukishachukuliwa ukitrainiwa hao watu kiwaondoa unakuja kuhudumia hewa. Lazima ufikie mahali ujue kwamba hawa ndio watu. Ni kama biashara tu. Mimi nina bidhaa, sina wateja. Biashara itakufa. Jamani. Imani ni muhimu. Wanasema imani bila matendo ni bure, kwa hiyo imani lakini wala imani yani upendo usipende, binadamu ameumbwa hivyo, mwili na roho. Roho atuioni lakini ina uhitaji wake. Watu siku hizo wanachanganyikiwa. Stress ni mengi. Watu wanakufa kwa msongo wa mawazo unaitwa kwa Kiswahili. Sasa msongo wa mawazo unatoka wapi? Sio swala la kimwili. Yaani useme na hii nyama ni undani. Kwa sababu spiritually umekosa kitu. Sasa kinaendelea kuita tu, njoo nisaidie, njoo nisaidie. Na wewe utaki kujisaidia. Pa kusaidia umepakataa. Basi utalipia tu.
Sawa, jamani, huyu ni Father Miko. Ndio tunazungumza naye leo hapa ndani ya Talk to Diaspora. Tayari ametupitisha kidogo kwenye safari ya huduma anayoifanya hapa nchini Ujerumani. Yeye ni kiongozi wa kanisa Katoliki, padri. Najua jina hilo ndio maarufu zaidi, watu mnalifahamu. Anahudumu hapa, ana takriban miaka 10 nchini hii. Ameeleza experience yake binafsi na vile alivyoanza huduma, lakini nini kingine anafanya. Yote kwa yote ni kuhusiana na huduma yake. Lakini sisi kama Talk to Diaspora tunataka pia kufahamu maisha binafsi, maisha nje ya kazi. Anayaonaje? Ametoka Afrika nchini Tanzania, amekuja kuhudumu huko nchini Ujerumani, mbali kabisa na nyumbani kwao. Lakini anatazamaje maisha? Anaona nini? Ameshashauri vijana, ametoa wito kwa vijana. Lakini bado mimi niko naye, nataka kufahamu mengi zaidi. Father Miko, sasa niambie changamoto ambazo umekutana nazo. Of course kwenye kila mambo mazuri umetaja mazingira, miundombinu na kuvutia. Umetaja kidogo challenge kwenye upande wa kufundisha vijana ukilinganisha na nyumbani ambako umetoka, lakini wewe binafsi na nchi ambayo umekuja kuishi kwa takriban miaka 10 ambayo umeishi hapa nchini Ujerumani, vitu gani hasa vinakupa gagasuko? Unaona hivi tutafanyaje, ndio huduma imenileta, lakini ningekuwa na namna mimi ningepiga U-turn. Alafu unajua dada Selina, swali lako ni Wajerumani wanaulizaga hili swali pia. Na nilikuwa nashangaa mara nyingi nikasema kwa nini wanauliza hili swali kila wakati? Kila wakati wananiambia unajisikiaje? Umepata changamoto gani? Kwa sababu Wajerumani bado wana ile jinamizi kwamba sisi kwenye dunia tunajulikana kama tulifanya makosa. Wakati Hitler aliwachoma wale Wayahudi milioni 6, Wajerumani wanakuwa na ile jinamizi linalo kwamba sisi tulifanya ubaya, labda watu wanatuona hivyo. Na ukweli kuna sehemu nyingine duniani bado wanachukulia hivyo. Japo nimekataa nikasema mtu ni mtu, kubaguliwa kuko kila mahali. Tegemea na mtu, mahusiano yako yawe mazuri. Nimejitahidi kwa kiasi kikubwa kuwa na mahusiano mazuri na watu. By the way, ukiwa huko smart, Wajerumani watakuheshimu. Lakini ukija hapa smart mavazi au kichwani? Kichwani hata mavazi. Smartness ni all over. Yaani kimsingi mambo yako unayoyafanya uifanye kiutaratibu. Wajerumani ni by the way, hata lugha yao ukiangalia, lugha ya Mjerumani ukiwa unaiongelea unatakiwa uongelee ukiwa unafikiria. Kwa sababu unajua kwamba ni neno la kwanza ninalolitaja linaitwa subject. Itakayofuata ni lazima iwe verb, tendo. Ndio ich gehe, nina kwenda, lazima ifuata. Ich esse, nina kula. Unaona kitendo cha kula kina Wajerumani vitu vyao vimepangiliwa namna hiyo. Kwa hiyo ikiwa na wewe una mpangilio wako, ukiuelewa utaratibu wako, wanakuheshimu. Hata ukiandika kitabu chako kizuri cha Kiswahili na usiandike wala kwa Kijerumani wala kwa Kiingereza, Kiswahili watatafsiri. Wapo Wajerumani wanajua Kiswahili. Watakitafsiri, wakisoma, wanapenda vitu vizuri. Kwa hiyo ukimpa kitu kizuri ana appreciate. Kuhusu kwamba kuna kaubaguzi, changamoto, vitu kama hivyo, kubaguliwa kama mtu wa kuja ipo kwa kiasi fulani. Saa nyingine unaweza kubaguliwa kwa ajili ya dini yako, unaweza kubaguliwa kwa ajili ya rangi yako ya ngozi, unaweza kubaguliwa kwa akili. Unajua hapo Ujerumani hata ukienda kusoma darasani, pamoja na kwamba unajua unaweza ukawa una akili sana darasani, umetoka Afrika, lakini mazingira watakayo kuweka na jinsi mtihani unavyotungwa haukufavor wewe, utaweza kufaulu. By the way, what do you mean? Unapewa maswali magumu mtihani wa peke yako, ama kwa nini usifaulu wakati mnasoma? Maswali wanaweza akakupa sio magumu ya peke yako, lakini maswali yanayotungwa kulingana na utamaduni wa hapa ambao hujui. Na ni asilimia kubwa ni kwamba hutaweza kujibu kama wanavyotarajia na ile lugha yao iliyonyooka. Kwa hiyo inaweza ikakufanya ukapata marks kidogo. Kwa hiyo wale watakao kuja huku, ndio maana mimi nakuuliza, hakikisha lugha yako walau unaitakatisha. Kwa hiyo umeweza vipi kuovercome hizo challenge sasa? Unawajibu kama ulivyosema, ama wengine kama kiongozi wa dini wanasema unafunika kombe mwanaharamu apite? Wala sio kufunika kombe mwanaharamu apite. Kwanza unatakiwa uwe na mtu ambao una wigo mpana wa kufikiria. Uiangalie dunia kwa mapana. Usiangalie hivi. Usibebe vitu. Songa mbele. Kwa Kiingereza wanasema make a stumbling stone be your stepping stone. Chukulia kitu ambacho kingekufanya ujigonge kama kitu cha kupanda uvuke. Good. Unaona, kwa hiyo mimi ndio hivyo nachukulia vitu very positive. Najua uwezo nao. Hata wewe ukiniambia sina, sikubaliani na wewe kwa sababu mimi uwezo wangu ni wangu. Na mama yangu aliniambia uwezo wangu ni mzuri, wewe ni nani? Hebu tuheshimiane. Mama kwanza. Mama kwanza, tuheshimiane huko mjini bana. Kwa hiyo jiamini kabisa. Hata mtu akikwambia kitu kama ni kukukosoa, nenda kalale, waza kama kuna ukweli. Kama una ukweli rekebisha.
Lakini kuna vitu vingine mtu anakuambia kukuvuta chini. Yeah. Changamoto yote ile inayokuja ninasema hii ningeipata nikiwa mahali popote. Nakuuliza tena kwenye huduma. Si vitu tunafanya ikiwemo huduma. Umekuwa ukifungisha ndoa. Na tunatambua ama tunaamini ama tunaambiwa ama tunasoma na kusikia ndoa ya Kikristo hususan ya Kikatoliki haivunjiki. Unataka kuvunja yako? Endelea. Sasa rate ya ndoa kuvunjika inatajwa kubwa, na ninyi kama viongozi wa dini mnafanya vipi kunusuru hili? Ukizingatia ndoa ya Katoliki haina talaka. Sasa hawa wana ndoa Katoliki ambao wanataka bado kuwa na wenza, lakini kwa mlango mwingine, na sheria ya dini yake haimruhusu kuvunja pale pale alipopajenga mwanzo. Kuna watu walisema kwamba kwa utani tu sheria ziliwekwa ili zivunjwe. Mimi sipendi kwenda kwenye mrengo huo. Sheria ziliwekwa ili zitunzwe, kwa sababu sheria zinatupa utaratibu, sheria zinatupa mnyoko, sheria zinatufanya mambo yanakwenda shwari, sheria inakufanya unajua mpaka wako unaishia wapi na mwenzako unaanzia wapi. Sheria zote ni muhimu. Sheria za nchi na za kanisa zote ziheshimiwe. Za kanisa ukiangalia, by the way, mimi nafanya sheria za kanisa chuo kikuu, ndo nitafanya doctorate yangu. Lakini kwa haraka tu nipeleke kwenye sheria, ni kwamba sheria huwa inatengenezwa ni sheria nzuri, kwa sababu sheria ni mila na desturi za watu walizoziishi kwa muda mrefu. Hasa wakafikia sehemu wakakubaliana tutumie hivi vitu ambavyo tumeviishi kwa muda mrefu pamoja kutuongoza. Kwa hiyo sheria ina historia. Sheria huwezi kuamka kesho ukasema natengeneza sheria. Kwa hiyo sheria nyingi ni lazima zihakikishe kwamba zinafuata hizo taratibu. Utengenezaji wa sheria ni lazima uendane kwamba jamii imefikia mahali inataka kitu hiki kiwaongoze. Jamii imefikia mahali wanataka kitu hiki kiwe na ukomo. Kanisa Katoliki sio tofauti. Ni hivyo hivyo, na sheria zake zilikuja hivyo hivyo. Ila acha nitoe tu angalizo. Kwa nini Kanisa Katoliki linasema mme mmoja mke mmoja? Ni kwa nini Kanisa Katoliki linasema umeolewa ni mpaka kifo? Kitu tenganisha. Wengine wanakuja fadha, hata kama napigwa nivumilie, hata kama mume au mke ananisaliti. Sasa hapo ndo unaona kuna ukinzani unajitokeza. Sasa mke anakusaliti. Kwani wewe mama ukiwa na mtoto mwizi unamfukuza nyumbani? Hapana. Si lazima utafute namna ya kumrudisha kwenye nyumba. Sasa wewe kwa nini siku hizi, na hii sasa nakupa sababu ya ndoa kuvunjika, ni kwa nini siku hizi uvumilivu umepungua sana? Kwa sababu asikudanganye mtu, sio ndoa tu, maisha yote yale kama una uvumilivu hauwezi kudumu kwenye haya maisha. Kwa sababu ni lazima uangalie ni mambo gani yanavumilika na mambo gani hayavumiliki. Ni mambo gani yanaweza kubadilika na yapi hayawezi kubadilika. Una msemo unaosema Mungu nipe vipigwa vivumiliki fadha. Vipigwa. Yaani watu wanapiga mwezi, mtu anampiga mke wake au anampiga mume wake. Lakini hilo unafikiri hata alihusiana na kanisa, linahusiana na sheria za nchi. Kwa nini umpige mwenzako? Lazima ziwepo sheria za kudhibiti watu kama hao. Hata kama sio siku mtu anaona niombe talaka. Hata kwani wewe ukienda huko mtaani ukipigwa na majambazi unaomba kuhama nchi? Ziwepo sheria za kuweza kudhibiti mambo kama hayo. Ama mtu anasaliti. Kusaliti ili sintaliongelea sana kwa sababu unajua usaliti sasa kile kitu ni private sana kiasi kwamba baadaye kwa taarifa yako. Swali langu fupi tu pale, wakija kwako ndoa yetu mume wangu anasaliti, mke wangu anasaliti vyangu ambavyo nimesamea mpaka nimechoka. Wewe jibu lako ni nini? Ondoka ama vumilia? Moja kati ambayo nitakupa solution yake ni kwa mfano hiyo kupigwa. Mtu akiwa ni violent kwa Kiingereza, violent kwa Kiswahili ni nini? Ukatili. Mtu akiwa ni mkatili. Anafanya ukatili. Sasa akiwa anamfanyia mwenzake ukatili, kanisa linaruhusu kitu kinachoitwa separation. Wanatofautishwa. Wataishi tofauti, lakini sio kuvunja ndoa. Ndoa itabakia pale pale. Nilikuwa nikuelezeni kwa nini ndoa ilisisitizwa sana ibakie kama ilivyo. Lakini kimsingi separation inaruhusiwa Kanisa Katoliki ili kumnusuru yule ambaye hajaathirika, yanaonewa kwa muda mrefu. Kanisa Katoliki linatoa kabisa hiyo. Lakini ni kwa nini ndoa isivunjike? Ukiangalia muundo wa ndoa ilivyo ya Kikatoliki,
ndoa imefunguka kwa ajili ya kuzaliana. Ukiangalia wewe dada Selina hapa umeoana na Yohani. Sasa tuendelee kuzaliana huku tunapigia. Subiri kwanza. Mimi nataka ufikirie maslahi sio yako kwanza, ila maslahi ya pande tatu. Tunaongelea pande tatu hapa. Kuna maslahi ya Selina, kuna maslahi ya John, ni mfano tu, alafu na watoto. Sasa wewe na mume wako mnapoamua kuachana kwa sababu mmetofautiana nyewe wawili. Pande ya tatu mmemwachia. Haika misingi ya kulea. Umeshaona wale tayari nyinyi mmeshawaamulia. Sio wao nataka kuamua kama baba na mama wabaki. Kwa sababu watoto ungewaambia waamue. Wangesema baba hataki muachane. Tafuteni namna ya kuweka suluhu ya matatizo yenu, tunawahitaji wote wawili. Kwa hiyo angalia ukute mtoto anapata makali ya mama, baba anapoza. Ama baba anakuwa mkali, mama anapoza. Sasa ukiwa na mama tu, mama akiwa ni mkali, unaenda nani anapoza? Ni ngumu sana. Kwa hiyo kanisa lilikuwa likukosea iliposema hiki kitu kiendelee kwa sababu ni msingi. Na sisi tulikuwa tunajua kwamba kanisa ukiacha kwamba mke na mume ni kwa ajili ya kuwa partners kwa kila mmoja wake, bado kuna wale watoto ambao watakuja. Kwa hiyo ili huu msingi uendelee kuwa mzito, natoa sababu ambayo ni ya kibinadamu kwanza, waendelee kukaa pamoja kwa ajili ya watoto. Pili, ndoa ni kwa mfano wa Kristo, uhusiano wa Kristo na kanisa. Ambapo Kristo ni kichwa, kanisa ni mwili. Kwa hiyo unaposema kwamba tunaweza tukamtenganisha mume na mke, unaweza kutenganisha Kristo na kanisa? Hapana. Umeona umebisha hii ya pili. naomba dawa ikuingie. Naomba dawa ikuingie. Kwa hiyo ukienda kusoma kabisa mafundisho ya ndoa, wanakuambia Kristo yeye ndio bridegroom na kanisa ni bride. Watu wameunganishwa kwa namna ya kiimani, wameunganishwa kiimani na uwezi kutenganisha. Ni ngumu sana. Unaposikia kwenye ndoa, unapoenda kuoa, kwa sababu wakati ule mnakuwa na kusherehekea kwingi, watu wanapiga kelele mpaka wanasahau maneno wanayosema, lakini wanasema wewe na mke wako. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataungana na mwenzie, nao watakuwa mwili mmoja. Hivi unaelewa mwili mmoja? Ndio huo. Sasa huo mwili mmoja unaotamka hapo una fumbo. Sasa wewe unapotaka tu kukaa mwaka mmoja alafu unasema kama nikasarisha kama nichezea Kwa hiyo unafikiri mama zetu walioishi zamani kulikuwa mna udanganyifu kwenye ndoa? Ulikuwepo. Kama muulize mama yako, mimi nilikuwa namuuliza baba yangu pia na mama yangu waliniambia kabisa hayo mambo yalikuwepo, lakini ni changamoto zinazokuwa si halalishi kwamba watu wafanye hivyo. Kusema ukweli, kwanza ukilingana na dunia ya leo na magonjwa yaliyopo, mimi nakwambia kana mkeo kana mmeo, hizi starehe mnazojifunza siku hizi za kuhalalisha mapenzi hazikuwepo zamani. Ulikuwa ukiona mume wako unamjua mume wako na uwezi hata kumlinganisha na mtu mwingine. Lakini siku hizi mapenzi watu ulinganisha, umelinganishaje? Sio watu wana uzoefu. Ukishaona watu wana uwezo wa kulinganisha mapenzi, unajua tayari ndio hapo tulipofika. Wana uzoefu. Wana uzoefu, anakuambia huyu sio kama yule. Huko Tanzania wana mpaka maneno sijui nasikia bamia wanakula bamia sijui na matango, mimi sielewi tena hizo lugha zimekuwa kama hiyo. Jamani, tufikie mahali turudi nyuma, pia tuwe na ile hofu ya Mungu. Sisi gani tumekuwa nacho ambacho ni cha raha za haraka tu, ambazo hazina msingi na hatufundishi watu. Nikikwambia uandike kitabu katika miaka 40 kitu ulichofurahia, utanielezea raha za kijinga tu ambazo mimi hazinifundishi kitu chochote. Tufikie sehemu tutengeneze misimamo ambayo ni mizuri. Na kusema ukweli, mimi sala yangu kama padre, naomba watu wawe waaminifu. Amina. Siombi watu watengane. Mimi nisingefurahi. Mamangu alitengwa na baba yangu kwa kifo. Lakini nikikwambia maumivu niliyoyapata kwa hiki kifo, nisintaka nitamani hata siku moja wazazi waachane. Na ninakupa tena ushauri mwingine, wewe kijana, hakikisha mwenzako unamchunguza muda unaotosha. Naomba kama dadangu atangalie hii video anisamee, lakini alifanya uchumba wake miaka 8. Nachelesha watoto shule. Sawa, shule yako kwanza by the way, kama Ujerumani, kama utakapo Ujerumani utagundua mapenzi yao ni ya namna hiyo. Na ukija kuachana wewe mtu mlianza naye uchumba zamani, shule, unaweza usioe kwa sababu utaanzishaje mahusiano mengine kirahisi namna hiyo. Mimi ninaendelea kusisitiza wazazi mkae pamoja, mtunze watoto. Watoto wanaathirika sana wazazi wao wanapoachana. Sawa, wewe utakaa kule
labda umeenda kupata partner mwingine mzuri kwa sababu kufanya uchunguzi, utafiti wa kutosha wa huyu uliyekuwa naye, unataka kimbilia watoto, lakini watoto uliokimbilia sio umekuja kushinda sasa. Angalia jinsi inavyo kushinda na unakimbia. Chukua muda wako, mchunguze mwenzako. Hakutakuwa na hizi talaka za hapa na pale. Zitakuwepo, lakini zitapungua. Zitapungua. Amina. Yeah. Najua mshawahi kukutana na zile kauli za father nisaidie nije Ulaya. Mimi nitakuja hata kukusaidia kufanya usafi hapo. Mtu akiona labda uposti unaendesha zako baskeli, unafuta gari yako, uko labda Tobi, kwa nini anafanya kazi hizo peke yake? Na ukizingatia umesema anajipikia, mtu anaweza kukwambia father, mimi tabia tani au usije wako. Sitaki hata mshahara mkubwa, naweza nikakaa hapo. Hebu waambie, ni rahisi kiasi gani ama ngumu kiasi gani kuleta mtu ama kumsaidia mtu kuja kuishi na wewe ama kukusaidia kufanya kazi zile ambazo nyumbani inawezekana kirahisi zaidi? Kwa wenzetu huku sheria zipo na sheria zinafuatiliwa, sheria ni za ukweli. Jana nilienda supermarket, nikapaki gari, nilikuwa na rafiki yangu natakiwa nimtembelee kidogo. Nikaenda kumtembelea na nikampa taarifa kwamba nimepaki gari yangu supermarket. Akaniambia hapo ulipopaki gari natakiwa ikae lisali 1 na dakika 30 tu. Ikizidi yani utalipia euro za hatari. Wai. Nikamuuliza watajuaje? Na nimeiweka tu. Nimeiweka tu kwa kwani watatoka kuja kukagua. Akaniambia wai. System za huko ni za ukweli. System wapi? Kuna kamera gari yako ilipoingia pap remote muda. Kesho yake unasikia imetuma bili, unalipa bili. Unazoea bili mpaka unazoea. Na wewe pia unazoea. Mbona unakuwa na discipline? Lazima uwe nayo. Yaani discipline hapa ni kitu. Kwa mfano, hata wewe unayesema unataka kuja Ulaya kuajiriwa hivi kazi vidogo vidogo, vina utaratibu wake. Jinsi ya kuajiriwa. Hapa hatuwezi kukuajiri. Yaani mimi nikitaka kukuajiri unifanyie kazi huko ndani lazima nijiandikishe. Nimemwajiri Selina, ni mpishi wangu na ninamlipa mshahara kiasi hiki, na kama akipata ajali akiwa kwenye eneo langu la kazi niko responsible. Hivyo vitu vyote lazima niviandike. Sasa mimi ni nani niweze kwenda kukuandikia hivyo vitu vyote na mimi mshahara wangu wenyewe au nitoshi? Kwa nini nisijifunze kupika? Kwa hiyo hizo ndoto unazoona ni nzuri kwa Tanzania. Kwa wenzetu ukija huko na nakushauri, hasa wewe mzazi ama ni wazazi wachanga, kama mna watoto wenu wapelekeni kwenye elimu ya kawaida, wasome, wapate kazi. Kama una profession yako, njoo ukiwa na profession. Ukifika huko wanaweza kukupa elimu kingine, huko wanaitaga house builder. Wanaweza kukupa kozi ya kitu kama miezi 3 mpaka 6 ili uweze kuzoea mazingira ya huko ya kazi. Unaanza kufanya kazi na karatasi zako ulizokuwa nazo kule Tanzania. Kwa hiyo taacha maisha ya shortcut. Ya kusema mimi nitakwenda, na wale ambao mnafikiri sijui huku pesa ni kama majani zinadondoka, ni uongo. Nikikuita hapo utaona zinavyodondoka. Hazidondoki. Watu wachelewa kusema pale unachukua sadaka. Huku Wakristo wanalipa kodi. Ile kodi inayokatwa kwenye mshahara wako pia inakatwa sehemu ambayo ni ya kanisa. Ya zaka. Kwa hiyo pesa inaenda kwa padri. Inaenda kwenye system ya kanisa huko. Padri ni kanisa litamtoa lenyewe. Kwa hiyo wewe kama unafikiri kwamba leo naandaa mahubiri mazuri, leo najua lazima nipige sadaka ya kutosha. Wala sijawahi kuona sadaka tangu nije hapa mwaka wa 12 utakamilika mwezi wa 11, mimi sijawahi kushika sadaka yoyote, hata yule tunaishi. Na sadaka kwa taarifa yako inayotolewa, wanatoa senti 50. Mtu anatoa euro 1. Kwa nini? Kwa sababu pesa unayoitumia Ujerumani, nilisema kuhusu sheria za nchi, ni lazima baadaye uje uifanyie accountability. Unayefanyia mahesabu useme ulifanyia nini na iwe na receipt. Sasa kanisani ukitoa euro 100 na haina receipt, kwenye kuja kupiga mahesabu ya mwisho wa mwaka, ile pesa hatutaiona. Na utaijibu serikali hiyo pesa ikienda. Na ndio maana ninawaambia watu waache kufananisha vitu. Maisha ya bongo ukifika huku bro, sister, yanabadilika. Kuna vitu vinafuata utaratibu, na ukikwepa utaratibu na hasa ukiwa ni mtu ambaye unafanya kazi zako zinazoeleweka, ukaingia kwenye black book. Kwa nini nimeita black book? Kwenye kitabu kibaya, black kwa sababu kwa nini black? Kwa nini mbaya? Mbaya. Ukaingia kwenye kitabu kibaya, nikiite hivyo, kitabu kibaya, yani maisha yako yatakuwa magumu sana. Na huku unajua ofisi moja ikikukamata umefanya kosa, inatangaza taarifa kwa wote. Yaani ukiona kubonyeza hivi hili jamaa hili umejalipa umepanda basi bila kukata tiketi, kamata. Huko nakwambia wewe unaanza kuungama dhambi kabla hujafika kwa padri. Dhambi unaziungama mapema. Kwa hiyo
Kuna makosa mengine mtu hawezi kutenda kwa sababu ya system ilivyo. Na ndio hivyo kulivyo huku. Hata swali la kizushi tunaelekea ukingoni. Nataka nijue hivi huku watu huku Ulaya huko. Watu wana mapepo, wanaanguka mapepo kama tunavyo. Wako lakini sio kwa. Mimi kuona Uwezo kulinganisha. Natazama ibada kwenye television, naenda kanisani. Mbona sioni tu watu huko wanaanguka mapepo au kwa hamna mapepo? Labda wewe unaweza usijiite pepo, lakini unajua alafu kitu kingine labda hujawahi kuhudhuria ibada za huko za Kikatoliki ama za Kikristo, hakuna ile tafakari ya ndani kama ile tunayofanya Afrika. Mtu ana uwezo wa kuongea na ndani mwako. Vitu vya huku ni baada imeisha. Mimi kuna kijana mmoja alishawahi kuanguka kwenye misa yangu, mzungu kabisa. Ukiweza kuongea na roho ya ndani ya mtu, ukafanya dialogue inaitwaje kwa Kiswahili? Mjadala. Ukajadiliana na roho yake ya ndani. Binadamu ni wale hawana tofauti. Makongamano, wewe ushamsikia kuna kongamano la dini, watu wanaenda kule wanaombewa. Padri ndo anaongea tu, watu wote wanasikiliza. Mnapiga magoti, na iko sakramenti pale, mnaabudu, mnaangalia Yesu. Hapa hakuna, washaviua. Walikuwa wanajua mapepo yao ni makubwa kuliko yetu. Kwa hiyo wanayalinda. Kwa hiyo jinsi mtu acheze na ulimwengu wa ndani wa kiroho wa mtu, ndio maana unakuja kulipuka kwa namna nyingine. Haya magonjwa ndio kutajia sasa. Yanakuja lakini ni mlipuko kwa sababu hukuongea na roho ya mtu. Kwa hiyo faida huku watu mapepo wakuanguka wapo, yanaanguka ila wamebadilisha mfumo wa mambo. Wamebadilisha mfumo wa mambo. Hawakemei mapepo. Wanalinda. Sasa maneno ndo haya. Haya jamani, mapepo yapo. Mapepo moja ni kuambia. Kuna mtu ashauliza mbona tuone wazungu wanaanguka mapepo au wanaume hawaanguki mapepo? Na ndio hivyo sasa. Wanawake kwa sababu tafakari ya mwanamke unaweza kuitofautisha na ya mwanamume. Unajua mwanamke akiamini kitu anakiamini na moyo wake wote. Wanaume wanaamini nusu. Wanaume mnaonisikiliza, lakini wanaume saa nyingine, lakini jinsi walivyoundwa, unaambiwa ubongo wa mwanamume umetenganishwa kwa kiasi fulani. Kiasi kwamba mwanamume anaweza kufanya na ubongo wa upande mmoja tu vitu vyote. Na saa nyingine anakuwa very precise kwa kitu anachokitaka. Wanawake wana uwezo wa kufanya kazi na ubongo zote mbili. Ndio maana unamwona mama anapika na amemshika mtoto na vyote anaconcentrate wakati mmoja, anaweka ndoo hapa, anatembea nayo hivi, anaibalance. Ni jinsi maumbile yalivyo. Ni swala la maumbile. Kwa hiyo ukiona kwamba wanawake pia kwenye imani, mimi experience yao kulingana na takwimu zangu, wanawake kwenye imani wamejikita zaidi kuliko wanaume. Wanaume wanakuwa hivi kama vijana wa huko tu, kwanza ni kusakama maisha mpaka yanyoke. Mama yuko pale nyumbani akiangalia watoto ni tafakari. Kwa hiyo mama ana tafakari nyingi kuliko baba. Uweza kukaa na wale watoto na wote wanavyotofautiana, wanavyocheza, wanavyopigana, una separate, alafu baadaye saa nyingine unaingia ndani unapiga magoti unamwambia Mungu, yeye anataka kunishinda, nisaidie. Mama anajua kurudi kwa Mungu. Mzee wewe huko unaparangana huko, unaendesha gari kwenye jam foleni ya Kinondoni huko, sijui unaelekea Mbezi kutoka Tegeta. Sasa wewe za ngapi utaweza kufanya tafakari? Inakuwa ngumu. Yaani kimsingi asikudanganye mtu, inategemea na ulimwengu wako wa ndani ndio utakuwa expose mpaka uende kwenye ecstasy. Unajua hiyo kusema ni mapepo unaita ni ecstasy. Mtu anafikia climax katika tafakari yake. Ndio inamfanya anakwenda pale. Amina. Basi jamani, huyu ni Father Miku. Tunapiga mastori mengi lakini tunaelekea ukingoni. Atatuacha na baraka of course, maana kuna watu wamekaa hapa wanasubiria kubarikiwa. Lakini Father yeye ni mwana diaspora kutoka kule nchini Tanzania, anafanya huduma zake hapa nchini Ujerumani. Father, labda kwa kumalizia, nataka uzungumze na wana diaspora. Tayari umetoa kilio chako naamini kwa serikali kuhusiana na dual citizen. Nimesema pale awali kwa ni kilio pia cha diaspora wengi wa Tanzania ungetamani hivyo, na I'm sure serikali inasikia na itafanyia kazi mchakato ama maombi ya Watanzania mnaoishi ukaibuni. Wewe kama mwana diaspora, najua umekuwa kwenye magrupu ama vikundi ama unakutana na jamii za diaspora tofauti wa nchini kwako na nje nchini kwako. Nikikupa nafasi ya kuwashauri diasporas ambao wako maeneo mbalimbali duniani, ungependa kuwaambia nini? Niwaambie nini? Ipendeni sana nchini. Mnaona mimi hapa Tanzania
ya uipende sana nchi yako, uhakikishe kwamba kule ndio nyumbani kwako. Tena usipende. Yaani wewe sawa utajifanya Mjerumani mweusi. Tutaona kama lazima utarudi nyumbani. Mimi naenda likizo muda si mrefu, ndani ya wiki moja. Kutoka leo hata itafika wiki moja nafikiri, labda siku 6. Leta dagaa. Dagaa. Na kwa vile nitaenda Tanzania, naipenda Tanzania na nataka na wewe ipende Tanzania. Chochote utakachofanya hapa rudi na kule nyumbani. Wenzetu wamefanya hivyo. Walikuja wakachukua madini yako, wakaja wakajenga. Kwa wale waliofika kule Vatican, nimeona lile kanisa limejengwa na almasi. Nataka nionyeshe Italy wanachimba wapi almasi. Hamna. Walikuja wakabeba wakafanya nini? Wakaleta. Huku kuna tembo by the way. Kuna tembo kwenye, lakini huko hawana tembo na wa import kutoka kule. Hao watu wanakuja kuchukua vitu vizuri kutoka kwetu wanaleta huko. Sisi vitu vizuri tunataka kuvipeleka, hatupeleki nyumbani. Jamani, tukumbuke nyumbani. Ndio maana hivyo ndivyo ambavyo amemaliza Father Miko. Jamani, mwenye sikio na asikie, anasema usisahau ulikotoka, tukumbuke nyumbani. Sawa jamani? So maneno yangu ni maneno ya Father Miko, na wewe utaamua, kwa sababu tunasema maneno yetu hapa sisi sio Biblia, kusema maandiko yabadilike ama msaafu, lakini tunakushauri tu, ukiona zuri ondoka nalo. Asante sana kwa wale ambao umetazama. Hii ilikuwa ni Talk to Diaspora. Mimi naitwa Selina na leo nimekuja hapa nyumbani kwa Padri Francis Miko. Padri Miko. Ndio alikuwa mwenyeji wetu leo hapa ndani ya Talk to Diaspora. Anasema asante kwa wale umetazama. Mimi naitwa Selina, mpaka wakati mwingine nitakapokuwa na mgeni mwingine. Thank you so much. Tunaangaje Father? Tupe baraka. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa siku hii ya leo, tunakushukuru kwa wageni waliofika hapa, tunakushukuru kwa vipaji tulivyovitumia, tunakushukuru kwa wale ambao watatusikiliza na wale ambao watayaangalia haya yaweze kuwasaidia katika mioyo yao. Utusaidie na ututumie msaada wako Mungu, ili yote tutakayotenda katika maisha yetu yawe ni kwa ajili ya sifa na utukufu wako na kwa ajili ya binadamu kuweza kuishi hapa na kupendana. Haya yote tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amen. Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi hata ule utazama umebarikiwa. Tukutane wakati mwingine. Asante Father. Okay.